Kwa nini ilionekana kwamba tunapambana? Mimi na Saida hatukupambana. Lakini mimi nilikuja nikakwaruzana na Mta. Ambaye ndo alikuwa bosi wake. Okay. Kwa sababu mimi nilipoanza muziki, mimi alionifanya nikaanza muziki ni Ruge. Okay, Marem Ruge wakati kuna kipindi tunaenda kwa sababu mimi nilikuwa nacheza ngoma na maigizo. Okay. Pamoja tukiwa kwenye kile kikundi kingine. Sasa kikundi cha ngoma tukawa tumechaguliwa tukaenda Denmark. Okay. Wakati tunarudi sasa tukaja Ruge akawa ameniambia hivi, kwa sababu inaonekana kwamba wewe ni mdogo. Kipindi kile nilikuwa mdogo. Lakini mimi ndo manju wa lile kundi. Okay. Akasema wameniambia wewe ni mtunzi. Akaniita akasema kwa nini usifanye mambo yako kama wewe? Sasa mimi kama mimi naona siwezi. Ndasema kuliacha grupu. Okay. Umeona? Lakini baadaye akasema hapana. Hiki kikundi hakutoenda mbali. Achana nacho. Wewe enda nacho lakini anza kufanya mambo yako kama wewe. Okay. Kwa hiyo nikafanya hivyo. Lakini akasema nakutafutia nani? Mimi nitakuwa nafanya mambo yako ya muziki kila kitu, lakini nakutafutia meneja. Okay. Akanitafutia Mzee Mta. Okay. Mzee Mta tulivyoenda tukarekodi nyimbo pale Kinondoni. Kwenye studio zake. Okay. Nyimbo zikachukuliwa, nyimbo 2 zikaanza kurushwa kwenye media. Media mbalimbali zikapigwa. Sasa mimi nikamwambiaje, Mzee Mta, naomba angalau tufanye kama mkataba kidogo nijue kwamba nitakuwa napata nini kwenye muziki. Ulidai mkataba. Okay. Kwenye muziki wangu nini napata, angalau kitu gani niwe napata. Ukawaka moto. Hizo hadithi hizo za Bongo Flava za zamani, kudai mkataba. Akasema unasema mkataba, mtu umetoka kijijini huko ulikuwa Bukoba unakuja hapa kuniambia mkataba. Mkataba kitu gani? Yaani maneno yakawa mengi. Akasema haina shida. Nikachukua simu, nikampigia Ruge. Nikamwambia mimi siwezi kufanya kitu wakati yani siwezi, hata kama ni kidogo lakini najua kwamba nitapata nini. Mimi siwezi kufanya kitu bila kujua nitaenda kupata nini. Sasa Ruge kumwambia Ruge akasema haina shida. Mimi namwacha, nitaenda kutafuta mtu mwingine. Ruge akasema tena toka, acha. Sasa nikawa najua kwamba ile nishajua ile sekeseke ile kwa imewapata wale wenzangu wale. Aliyokuwa nao. Akasema sije kanipata. Ruge akasema tulia. Okay. Yeye akasema naenda kumtafuta msanii yoyote nitakayempata namleta. Akaenda akasema namtafuta Mwaya. Huyo nitampata. Na akaenda kumtafuta nani? Saida. Umeona? Kwa hiyo mimi ndo nilianza na Mta. Ndo shida ambayo watu hakuna mtu aliyeijua. Okay. Kwa maana hiyo kwamba ilitakiwa uanze wewe, lakini baada ya kuwa umekorofishana kwenye masuala ya kimkataba nikachukua Saida. Na nyimbo zilitoka pale awali kabisa. Zikatoka zikapigwa kwenye media. Okay. Ikajulikana kwamba niko na nani? Na Mta. Kitendo cha kudai mkataba. Ndo ikawa shida. So ikawa replacement yako. Sasa hapo ndo Ruge akaniambiaje? Akasema nikamwambia mimi naacha. Afadhali nikae tu niendelee na kundi langu. Akasema hapana. Wewe kaa utulie tuangalie anachokifanya. Yeye akamleta Saida sasa. Sasa zile nyimbo ambazo nilikuwa nafanya pale zile ndaka. Okay. Lakini sasa vitu vingine. Okay. Saida hajui. Mimi simlaumu. Vitu vingine Saida alikuwa hajui. Sio, umenielewa? Yeah. Kitu kilichofanyika mimi nilichokifanya na nikatulia, akanitafutia Jamali Malinzi. Okay, Ruge alimtafuta Jamali Malinzi. Kwa hiyo yule akabaki na Saida, mimi nikabaki na Jamali Malinzi. Okay. Tena nyimbo nyingine tena nikaziacha moja kwa moja. Okay. Sikuendeleza nazo. Umeona? Akasema si unaweza kutunga nyimbo? Nikamwambia bahati nzuri mimi wanatunga mwenyewe. Okay. Nikaanza muziki akiwa na nikiwa na Malinzi akiwa na Mta. Okay. Lakini mimi na Saida hatujawahi kugombana hata siku moja. Kukwaruzana. Na hata siku moja. I say pole sana. FM.